Hii ni ripoti ya ST Bongo kutoka mkoani Dodoma, ikiripoti tukio la mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Josephine Mosha, mkazi wa Mtumba jijini Dodoma, la kutolewa na kutupiwa vitu vyake nje ya nyumba anayodai kununua kihalali kwa kufuata taratibu zote za kisheria. Akizungumza na Mohamed Zengo ambaye ni mwandishi wa ST Bongo mkoani Dodoma, dada Josephine ametaja chanzo cha kufukuzwa kwenye nyumba hiyo ni mgogoro kati ya mwanaume aliyewauzia nyumba hiyo na mzazi mwenzake. Ameeleza kuwa wiki chache zilizopita mwanamke mmoja alifika nyumbani kwake hapo na kudai kuwa ni mke wa aliyewauzia nyumba, akisisitiza kwamba wana kesi ya talaka na anapaswa kupata mgao wake kutokana na mauzo ya nyumba hiyo. Mimi kwa majina naitwa Josephine Peter Mosha. Ndio. Na nini hasa kimetokea hapa katika nyumba yako? Kilichotokea hapa ni uvamizi. Mimi naweza kuita uvamizi kwa sababu hatukupewa taarifa yoyote kwamba kuna kitu kama hichi kinatokea, kinakuja kufanyika hapa, na ndio hivyo. Nini hasa yani kwa uvamizi kutokana na nini? Sasa kiufupi, nitaweka kiufupi sana. Sisi tulinunua hii nyumba mwaka 2023. Na mwanzo wake ilikuwa ni kama tu kawaida, mtu unavyoona nyumba inatangazwa kwamba inauzwa. Tukaipenda nyumba, tukafuata taratibu za kwenda kukagua mmiliki wa nyumba kwamba zile dokumenti zinaendana na anayetuuzia. Na baada ya hapo tukaenda kwa mwanasheria. Alikuwa na dokumenti gani? Alikuwa na yeye mikataba yake ya manunuzi ya kiwanja. Alafu alikuwa na invoice ile zile dokumenti za jiji ambazo haikuwa hati. Lakini baadaye sisi baada ya kununua tulienda tukatafuta tukapata mpaka hati. Ndio. Kwa hiyo tulipofuata hizo tulivyoenda kwa mwanasheria pale tukafanya utaratibu wote, na kati ya vitu ambavyo pia tulikuwa concerned navyo ni kuhusu familia. Je, huyu mtu ana familia kweli? Na tukamuuliza pale mbele ya mwanasheria. Mwanasheria akamuuliza kwamba una familia, una mke au una watoto, na kama una familia ingetakiwa mke wako awepo hapa kwa ajili ya kusign hizi documents. Akasema hana familia. Alisema hana familia, ana mwanamke amezaa naye, na ikabidi asainishwe ile affidavit ile fomu ya kiapo. Ndio. Baada ya hapo tukafanya biashara, tukauziana. Tumeanza kuishi hapa hiyo mwaka 2023 mpaka sasa hivi mwaka 2025, ambapo sasa hii changamoto imeanza kufanya kutupata. Na imetupata kwa namna gani? Kama wiki mbili zimepita walikuja watu hapa wakaleta, wamesema summons kwamba tunatakiwa tutoke within 14 days. Sasa tukajiuliza, je, kuna shida gani? Tulipompigia muhusika leo tuuzia, akasema kwamba hakuna changamoto yoyote, yeye na huyo mwanamke aliozaa naye walishamalizana. Kwa hiyo kabisa twende sasa huko kwenye mahakama ya wilaya, kwa sababu ndio ilipotoka hiyo mahakama ya mwanzo Tulipoenda pale wakatuambia nyinyi hamuhusiki kwenye hili shauri la divorce. Kwa hiyo kama hamuhusiki kwenye shauri la divorce na nyinyi ndo tayari mmenunua hiyo nyumba na mnaishi ndani na tayari mnaumiliki, itabidi mkafungue shtaka lenu kwenye mahakama ya ardhi ili wale watoe zuio la nyinyi kutoka kwenye hiyo nyumba. Kweli tukafuata huo utaratibu, tukaenda kule kwenye mahakama ya ardhi ya wilaya. Tukapewa ile zuio, tukawapelekea hiyo kampuni ya Option Mart, sijui anaitwa madalali wa mahakama. Tukaipeleka, lakini kabla hata hizo siku hazijafika wamekuja ndo kama hivyo. Sisi hatukuepo, tulikuwa tuko kazini. Tukayo kapigiwa mbona kuna watu wanatoa vitu nje, ndio ikabidi sasa tuanze kukimbia kurudi. Ndio tumekuta hali kama hivi. Kwa haraka ni hasara kiasi gani umeipata hapa? Na hasara nyingi, nimepata hasara nyingi kwa sababu paka chumbani kama nilivyoonyesha wameingia paka chumbani kwangu. Yaani wameingia paka kwenye chumba changu nilichokuwa nalala na mume wangu. Mimi nafanya biashara, nauza vifaa vya ujenzi. Nilikuwa na hela za simenti ndani. Mume wangu alikuwa na pesa zake ndani. Hela zangu za mauzo hazipo.
Kiasi gani? Roughly ni kama milioni 16 hivi 17. Hizo ni zangu mimi. Na kwa upande wake mume wangu pia atasema. Alafu tulikuwa tuna draw ambazo tunaweka hela za mauzo ya unga. Sisi tuna kampuni ya kusambaza unga Sembe. Mauzo tunaweka kwenye draw. Na kama mlivyoona, draw zote ziko empty kwa sababu waliingia bila ruksa. Walivunja mlango yani kifupi. Si kuna simu, kuna mashine za uwakala zilikuwa ziko ndani. Hakuna. Baada ya kufika hapa, baada tulipofika hapa tumeona sasa hatuwezi kugombana na hawa nani hawa kwa sababu walikuwa na silaha. Sisi tukaona wana kwenda. Walikuja na silaha? Ndio, walikuwa na silaha. Vipi yani? Walikuja watu na mitutu hapa. Walikuja watu na mitutu, wametushikia mitutu. Ni madalali wanakuja na mitutu? Ndio, walikuja na mabouncer ambao wana silaha. Sasa hawakuwa wamevaa uniforms. Mimi nawaita ni mabouncer ambao wana mpaka silaha. Sasa baada ya kuona hivyo tukaona sasa ili isije ikawa shida, ikabidi twende polisi mara moja. Tukatoa tukafungua kesi yetu pale. Yes, ndio hivyo. Kwa hiyo sijaona kama tumepata nani sana usaidizi kwa upande wa polisi au nini, kwa sababu wale wenyewe walokuja walisema wametoka huko, I don't know ni wapi, lakini mimi nimeona naweza kuja huku kwa sababu Watanzania wengi wanaangalia, viongozi wanaangalia, wakuu wetu wa wilaya, wakuu wa mkoa wanaangalia, kwa sababu unajua kaka, kiuhalisia mimi sio kichaa kukaa kwenye hii nyumba, wala singeweza kuingia tu kwenye nyumba ya mtu from nowhere nikaingia. Ni kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo nilikuwa naomba waje, tuje tukutanishe, tusikilizane, tusikie pande zote mbili. Je, changamoto imeanzia wapi? Changamoto imekuwa ni nini? Kwa sababu at this point mimi naona kama vile huenda hata ni mke na mume wameamua kufanya hivyo vitu, wametuzunguka, mimi sijui. Kwa hiyo tungetaka tuje pamoja ili tuzungumze hichi kitu tuone, au kama sivyo basi mahakama na sisi tushirikishwe kwenye hizo kesi za mahakama, kwa sababu sisi tumenunua hii nyumba kwa uhalali na tumeinunua kwa pesa hizi za sisi vijana wa kawaida za kujipigania kila siku, kuingia barabarani. Watu wanaonijua nanijua napigana kila siku kwa barabarani, natafuta pesa kwa jasho, yani natafuta hela kwa shida sana. Nimejipa nguvu kuongea hapa mbele ya media, lakini kiufupi ni kwamba naumia kwa sababu tunapata hela riziki kwa shida. Mimi kijana mdogo natafuta riziki kwa shida, alafu sasa unajinunulia labda kama nyumba hivi, unaamua kujiweka na familia yako. Sasa hivi uko nje ya nyumba na watoto, mimi na watoto wachanga. Hapa nilipo na breastfeed. Sina maziwa tena kwa sababu hii hali imenifanya nimejisikia vibaya. Baada ya kuzungumza na Josephine ST Bongo, tukamtafuta mjumbe mstaafu wa mtaa huo, Jenny Richard, ambaye alishuhudia kuanzia mwanzo wa ujenzi wa nyumba hiyo mpaka kukamilika kwake, na alikuwa na haya ya kusema. Kwa kweli hata mimi mwenyewe kama binafsi nililia, nikasema hata kama ingekuwa mtu amekosea na makosa, unyama huu sio mnini, sio mzuri. Kila jambo linakuwa liende kwa utaratibu ulio sahihi. Unaona? Kwa kweli mimi ndo nikaja nikashuhudia asubuhi vitu kama hivi. Tukiwepo na huyo mwenzangu ambaye alikuwepo jana, aliyekuwepo hapa na aliyechukua na video, vyombo vyote ambavyo vinatupwa wapi? Nje. Labda nataka nifahamu wewe, kwa historia ya hapa kwenye nyumba hii unafahamu nini? Nani ulianza kumuona awali mmiliki? Mimi niliyekuwepo nimemuona, na aliyekuwepo amekuja anasimamia mpaka wanajenga hapa, ni anaitwa yule ni askari anaitwa Lwaswai. Ndio niliyemkoja namuona hapa, ndio aliyesimamia kujenga, na watu walikuwa wakifanya humu kazi watu. Maana wakati huo mimi nilikuwepo kama mjumbe wa serikali ya mtaa. Nilikuwa nikipita hapa kukusanya michango labda ya msiba, nilikuwa nikimkuta yeye Lwaswai hapa. Na baadaye ndo tukaja kusikia kwamba hii nyumba inafanya nini? Inauzwa. Ikawa kama tu ni matangazo, nyumba inauzwa. Ila hatukujua kwamba inauzwaje, kwa vipi. Ndo baadaye sasa tukaja mimi ndo kuja kumuona huyu mama na mume wake wamo kwenye hii nyumba. Kwa hiyo Lwaswai wakati anaendelea na ujenzi ukuwahi kumuona amekuja na watoto, ukuwahi kumuona ana mke wala kuishi hapa? Yaani kwa kweli mimi tu mke wake, kwa binafsi yangu siwezi kusema uongo, mimi sijawahi kumuona kwa uso wangu.
sijawahi kumwona. Kama nilivyokuwa nakija hapa kukusanya michango, mimi sijawahi kumwona mke wake. Ila tu kwa masikio kwa mbali unaweza ukasikia kwamba na mke, mara yuko mke mwingine yuko wapi wala yuko wapi. Ila kwa maisha yao walivyokuwa wanaishi, kwa kweli siwezi kusema uongo, mimi siyaelewi. Yeye kabla hajauza hiyo nyumba aliwahi kuishi hapa? Yeye Laswai alikuwa anakaa hapa. Alikuwa anaishi yeye na nani? Mimi nilipokuwa nikimwona tuko na mwana yeye mwenyewe. Sijajua huyo kwa kweli, mimi sikumwona mke wake nimshuhudie. Ila tu kwa kusikia kwamba ana mke. Sasa huwezi kujua, kweli mimi sijawahi kumshuhudia. Nilivyokuwa ngoja tu kusanya mchango nikaga namkuta yeye mwanaume. Wewe hujawahi kuona familia yani akati anakaa hapo kwa kumuona akiwa na mtu mwingine yoyote? Kwa mazingira, kwa mimi ni mtu mzima, siwezekani nikaa mtu wa kumchunguza mtu kwamba ana mke au hana. Unaona mimi nilishapita hapa nikikuta yuko mwenyewe, angenipa mchango nafanya nini? Naondoka. Na kwa upande wake mjumbe wa sasa wa mtaa huo Bwana Andrew Mwaliko, naye amezungumza na ST Bongo na kuelezea namna ambavyo analifahamu tukio hilo na nini kilitokea siku ya tukio, ambapo alishuhudia vitu hivyo vikitolewa nje ya nyumba hiyo huku mwenyewe akiwa hayupo. Na mtendaji wa kijiji huwa kuna watu wa mahakama wanakuja kwenye nyumba ya Swai kuhusu wana mgogoro na yule mke wa Swai. Nikaja nikawakuta wako hapa kweli, na wengine sijawakuta. Baadaye bado niko hapa, akasema bado tunasubiri kwa sababu tuko timu kubwa. Wakaja wakanikuta wote hapa. Walivyokuja hapa akaniambia bana, hapa tulishamwambia si aondoke. Alikaidi amri ya mahakama. Kwa hiyo tumekuja hapa, tunamtoa kwa nguvu, tunatoa vyombo vyake ili wewe ukishuhudia. Kwa kweli wakaingia wakaanza vunja ile milango na kutoa vile vyombo, wakaviweka nje. Yeye hawajamkuta yeye mwenye nyumba. Kwa utaratibu unavyofahamu kwa ujumbe wako, mtu anapokuja kufanya zoezi kama hili anatakiwa kuja na nani kwenye yani utaratibu unakuwaje? Wanapokuja? Kwa sababu hii ilikuwa ni mara ya kwanza, sijawahi shuhudia tukio kama la jana. Tukio la jana lile mimi sijawahi, tangu mimi na miaka 65, lakini sijawahi shuhudia. Jana ndio nilishuhudia. Sasa kipindi wanaanza toa vile vyombo, niliwaambia sasa huyu ana eneo lake ambayo ni hili hapa. Kwa nini hivi vyombo msiweke kwenye eneo lake kama mnamfukuza kwenye hili? Kwa hiyo wewe bado ufahamu taratibu za yani ufahamu kwamba mtu anapokuja kufanya zoezi kama hili inakuwaje? Ni kweli sijafahamu. Walichonionyesha ni ile barua iliyotoka mahakamani na polisi. Walipita polisi pale wakapewa ya kuja kumtoa huyu kwa nguvu. Wewe ujumbe wako umeanza una muda gani sasa hivi? Na miaka 16. Una miaka 16. Nataka unipe historia hii nyumba. Awali ilikuwa ni ya nani? Nani anaimiliki hapa? Hii nyumba mimi naifahamu. Nilikuwa namfahamu Aswai. Ni mwenye nyumba. Lakini huyo mwanamke kwanza simfahamu. Na sikuwa sifahamu kama Aswai ana mke. Je, huyo mmiliki la Swai ambaye aliuza hiyo nyumba kwenda kwa huyo bwana Kevin unayemtaja, amewahi kuishi hapa ndani? Nani Aswai? Aswai alikuwa anaishi hapa. Alikuwa anaishi na nani? Kipindi hicho mimi nilikuwa namwona yuko peke yake. Lakini baadaye nikasikia Aswai alikuwa na mke. Mke huyo sijui akawa amegombana, wamepeana talaka huko. Aswai baadaye ndo kauza hii nyumba. Lakini mke wake msikuwahi kumuona hata siku moja. Akiwa anaishi hapa. Na Aswai aliishi muda gani na baba? Aliishi muda mrefu. Muda mrefu sana. Miaka mingapi? Kwenye hii nyumba siwezi kukumbuka hii nyumba imejenga muda gani. Ila nilikuwa namuona anaishi hapa kwa sababu nyumba yangu iko karibu hapa. ST Bongo tunaendelea na juhudi za kutafuta upande wa pili waliyeuza nyumba hiyo ili kujua undani wa tukio hili. Endelea kukaa karibu na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Instagram tunatumia ST Bongo, lakini pia Facebook pamoja na TikTok kote tunatumia ST Bongo. Na kwa hapa YouTube usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Mimi naitwa Isri Mohamed. ST Bongo, nyumbani kwanza.